Kutoka ndani ya vyanzo vya kuaminika, ikiwa ni taarifa tuliweza kuipokea mara baada ya barua ambayo iliweza kuja hapa nchini Tanzania, na kila mmoja akawa anajiuliza ni aina gani ya connection ambayo ilitengenezwa na viongozi wa serikali ya Tanzania baina ya Tanzania pamoja pia na nchi ya Burkina Faso kwa Rais Ibrahim Traore El Capitano, lakini pia katika nchi ya Urusi pamoja pia na Tanzania. Of course kwa hivi sasa kumekuwa na kundi kubwa la viongozi mbalimbali wa nje ya Tanzania kuweza kumsapoti Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia na kuweza kumpongeza kuweza kuwa ni rais wa Tanzania kwa hivi sasa. Of course nikianza na rais wa Urusi ambaye ni Vladimir Putin, mara baada ya kuweza kutuma mwakilishi na ikiwa ni dhumuni kubwa kuweza kupeleka barua ya kumpongeza Rais Samia Suluhu Hassan. Ni taarifa ambayo imeweza kupokelewa vyema kabisa na kuwafanya pia baadhi ya viongozi serikali ya Tanzania kuona kabisa kama kumekuwa na good connection kati ya nchi ya Tanzania pamoja pia na nchi ya Urusi. Lakini the same ni kwa nchi ya Burkina Faso, Burkina, kwa Rais El Capitano mwamba huyu ambaye pia na yeye amekuwa na good connection kati ya nchi ya Urusi na nchi ya Burkina Faso. Kwa hiyo kama unaona kabisa kwamba Vladimir Putin, mmoja kati ya viongozi wa kuaminika na wakubwa hapa ulimwenguni, ameweza kukubali na kumpongeza Rais Samia Suluhu Hassan, manake pia hata Rais Ibrahim El Capitano Traore ambaye pia amekuwa na urafiki mkubwa sana na katika matukio mbalimbali ya picha ambayo yaliweza kukutanisha viongozi hawa wawili akiwemo Rais Putin lakini pia na Ibrahim Traore, ni wote na iko wazi kwamba wanaikubali nchi ya Tanzania na wanafuatilia na kusapoti kwa kile ambacho kinakuwa kinaendelea. Hivyo kwa Putin kumsapoti na kutuma barua ambayo imeweza kuletwa na mwakilishi kutokea nchi ya Urusi kwa lengo la kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan. As twice ni kwamba Ibrahim Traore ambaye pia na mwenyewe ni mmoja kati ya viongozi wa kuaminika katika bara letu la Afrika, ikiweza kusapoti na kutambua uwepo wa Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kuingia madarakani akiwa na historia ya kuwa mwanamke wa kwanza hapa nchini Tanzania kuweza kuongoza taifa la Tanzania. Imekuwa ni one of the biggest history hapa nchini Tanzania tokea Tanzania iweze kupata uhuru mpaka hivi sasa, nikiwa nazungumza kwamba imekuwa ni rekodi na history kubwa ambayo imeweza kutengenezwa katika mataifa mbalimbali, na huku Rais Samia Suluhu Hassan akiwa anaongelewa kwa ukubwa huo wa kuwa ni rais wa kwanza mwanamke kuongoza taifa la Tanzania. Hivyo kwa Ibrahim Traore, same kwa Rais Vladimir Putin, ambao viongozi hao wakubwa na marafiki wakubwa wameweza kumpongeza na kukubali uwepo wa Rais Samia Suluhu Hassan katika taifa letu la Tanzania. Sina la ziada, kini cha msingi zaidi tukutane kwenye upande wa comment, na kwa taarifa zaidi endelea kuwa nasi ndani ya channel ya Hatboy Media.